Yes, karibuni sana. Kwa jina langu naitwa Peter Wambui. Yeah, I'm the grader and the quality controller in the Stanmore Dairies. Here tunafanya bulking, cooling and we are selling to the local customers. Specifically, we are dealing with milk, fresh. We don't do pasteurization. So I will take you some steps and some strategies that we go through before receiving milk and before chilling it. So in my reception, kuna gun. This is called gun. This is normally used to test stability of milk and whether kama maziwa iko stable na kama maziwa iko na reagents zimetoka kwa ng'ombe. And hii ni cup yenye sasa naekaga. If you test mkulima akikuja na maziwa, I must test this. And the chemical that is used to test that stability is called ethanol. Na ni a strong ethanol. Here is my ethanol, iko 80%. So mkulima akikuja, I just dip it in his or her milk. Nikifanya hivyo and then nikiwipe. If ikianza kukatakata, that milk is not stable. So that milk we can't take and that milk is not good for our chilling. So after that, after imepass your test, the next one we do is kupima maji. Because as you know, kama mnavyojua, in our societies, people wameanza kuwa wakorofi. Wameanza kuweka maziwa maji, wameanza kufanya nini, and sisi tunataka biashara clean na clean sheet. We ensure tunapima kila kitu. So this is called a lactometer. This lactometer iko na calibration from 0 to 40, but ile sana tunatumiaga ni from 10 to 30. So mkulima ukidipi kwa mkulima ukiweka lita ukiweka lita alafu uone inasoma below that, automatically una suspect maziwa iko na maji, ama either mkulima hajapea ng'ombe yake chumvi ama minerals ndio zinafanyaga maziwa kuwa mzito. So maziwa ikikuja zaidi ya 30 and above, like raw ile tu warm, ile tu ile ya juu kabisa yenye inafaa kuja ikiwa warm yenye imetoka kwa ng'ombe, haifai kupita 32. Ikipita 32 automatically tena unajua huyo mkulima amejitengenezea maziwa. So maziwa inafaa unapima na hii inakuja 30. Hiyo ndo the normal milk. Ndio after sasa umechill, ukirusha hii ama ukirusha the gaba, inakujaga 33 or 34. Not excess of that. Ikikuja excess of that, hiyo maziwa yako ni either imechezewa or otherwise. So that's simply what we do on reception. After tumepima quality, then tunaenda kupima quantity. So here is my scale. Hii scale yangu. After mkulima amekuja, nikimpimia quality, nitakuja nimpimie quantity. After nimempimia quantity, then sasa tunaingia kwa mashini zetu. Mashini zetu, this called a dump tank. I have a dump tank, I have a pump, and then niko na kule yenyewe. So nita drain hiyo maziwa hapa. This dump tank iko na capacity ya 230 liters. So nitaisieve juu ya kutoa hizo, kama ng'ombe iko na mastitis and whatever. Nikiisieve sasa dump tank ikija, niko na nozzles zangu hapa. So this one I will close and make sure all the nozzles are closed. Hiyo ni valve ya pump, hiyo ni valve ya tank. So ikija down, sasa ni kuiweka kwa tank. So hapa niko na pump yangu na there is a main switch there. So kwanza nafungulia hapa, ndio maziwa kwanza ndio iingilia kwa inlet. So here there is some bridging of pipes. So hii ni inlet. Hii ni inlet ya maziwa kwa pump, ndio ipampiwe either ndani
ama nje. So this inlet nikifunga hii inlet inakuja inaingia kwa pump. So kama nataka kutoa maziwa huku, nitafunga hii, nifungue hii na nifungue hii ya kula. So hiyo maziwa itakuja ingilie hii inlet, it's either iende nje ama iende mahali pengine. So lakini juu tunataka kuweka hii, nitafunga hii, nifungue hiyo juu ya maziwa. Normally ile pump tuko nayo haiweki maziwa juu, inawekeaga maziwa chini because it have a lot of pressure. So nitafungua hii, nifunge hiyo, alafu nifungue. Nikifungua hivyo, and then I will open my switch, maziwa inaenda ndani. So after imeenda ndani, ikimaliza pumping, I close that one, then tunakuja kwa machine sasa kuoperate ndio ichill maziwa. So in my control, kuna control unit ya hii machine, kuna cooling part and the washing part of it. So kama nataka the cooling part of it, nina turn hii on. Nikiturn hii on, the compressors start rolling and the chilling starts over. So kama nataka washing nitatoa hii machine, ni connect hii pipe hapa. After nime connect your pipe, here there is two pipes that assist me in washing. The first pipe iko na maji moto, and hii maji moto, as you can see hapa kuna solar heater control. Hii solar inatoa maji juu, ina heat maji na solar. So after ime heat this pipe, inateremsha maji na ingia hapa ndani. Sasa nikiconnect hapa ndani, hiyo maji itaingia hapa ndani ifanye washing. And then in rinsing, I don't do rinsing with warm water. I do rinsing with cold water ndo itoe hiyo mvuke. So after imemalizika, this button here itawaka washing complete. And in washing, washing ya kwanza tunafanyaga na a certain acid called lye. Lye, ukinyonya lye na hiyo lye itaingia hapa, and ikiingia hapa, a lye is a basic substance used in washing. So after umetumia lye, hiyo washing ya kwanza ikiisha, you come now to the rinsing. Rinsing tunatumia kitu inaitwa hydrogen peroxide, lakini si ile strong juu ya kusanitize tank, kuua germs na kila kitu juu ya next milk intake. So after umemaliza hiyo, you open up everything, you open that valve and you open here. After that sasa maziwa ina cool, and that's how cooling is done. And washing, yeah, that's now the basic part of